Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mkuu sana. Mungu, tunakuinua mahali hapa kwa sababu ni wewe peke yako wa kuabudiwa. Asante kwa sababu Mungu unastahili. Asante kwa sababu Bwana unatosha wewe. Saa hii Mungu ni saa ya kusikia neno lako ambalo ni neno la kusikia, neno ambalo ni kweli na uzima. Tunakualika Roho Mtakatifu mahali hapa. Tunakualika Mungu mwaminifu mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja ambaye Bwana ataisikia sauti yako, akageuza njia zake na kukurudia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, wewe utoshaye. Mungu mwaminifu, wewe unastahili sifa, utukufu na heshima. Tunakualika mahali hapa. Karibu Roho Mtakatifu, uzungumze na watu wako. Karibu Roho Mtakatifu, useme na watu wako. Karibu Roho Mtakatifu, useme na watu wa Matai ambao Mungu umewapenda kwa pendo la ajabu, ambao Mungu umewapenda kwa pendo lililo kuu. Nasi Mungu tunakualika mahali hapa saa hii. Nasi Yesu tunakualika hapa saa hii ya kwamba Mungu ukatamalaki, ya kwamba Yesu ukatamalaki katika ardhi ya Matai, katika anga la Matai. Wewe Mungu ambaye peke yako unastahili kuabudiwa, wewe Mungu ambaye peke yako unastahili kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Wala hapana Mungu mwingine kama wewe. Tunapolisikia neno lako Mungu linapohubiriwa, sisi tunapata kupona. Neno lako linapohubiriwa, sisi tunapata uponyaji. Karibu Yesu kwa ajili ya watu wa Matai ambao wamekusanyika saa hii. Wako wengine Mungu wako majumbani, lakini sauti wanaisikia. Mungu tunaomba uko waliko, wewe Mungu ukakutane nao, wewe Yesu ukakutane nao, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunakukaribisha mahali hapa. Mungu tunakualika mahali hapa. Uwepo wa Roho Mtakatifu ukatamalaki katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu ambaye unastahili peke yako, wewe Bwana unastahili peke yako. Karibu Roho Mtakatifu, useme nasi katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu unastahili wewe. Asante Yesu kwa sababu unastahili wewe, katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Matai, Bwana Yesu asifiwe. Nisikie watu ambao wamependelewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unafanya siku ya leo, zungusha mkono wako namna hii. Zungusha mkono wako namna hii. Tunaenda kuyatambulisha majeshi ya Matai. Tunaenda kuyatambulisha majeshi ya Matai. Sijaona bado. Majeshi ya Matai ambayo yamekombolewa na Bwana. Majeshi. Nikukaribishe mtu wa Matai saa hii. Kaa katika upepo huo, kaa kwa utulivu katika kiti chako. Tunapoenda kulisikia neno la Mungu, niwakaribisha tunapoenda kusikiliza neno la Mungu ambalo Mungu ametuandalia kwa siku ya leo. Nitaenda kusoma neno la umisheni ambalo ni kwa ajili ya watu wa Matai, linalotoka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, ile sura ya 4 na mstari wa 16. Mathayo Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Nitakwenda pia kukusomea neno la Mungu ambalo mtumishi wa siku ya leo ataenda kulisema, ambalo linapatikana katika kitabu cha Marko Mtakatifu, ile sura ya 10 na mstari wa 46 hadi 47. Marko Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 46 mpaka 47. Neno la Mungu linasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Haleluya, watu wa Matai. Hebu nione watu ambao wako tayari kusikia neno la Mungu. Nione watu ambao wako tayari kusikia neno la Mungu jioni ya leo. Nione watu ambao wako tayari kusikia neno la Mungu wakimshangilia Mungu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tusikilize neno la Mungu. Haleluya, watu wa Matai. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa Matai. Bado sijasikia watu wa Matai. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwanza namshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya neema ambayo amekupa mtu wa Matai. Mtu wa Matai, nataka nikwambie
uponyaji, ni kwa sababu Bwana Yesu kunalo neno ambalo amelituma, kunalo neno ambalo Bwana ametuagiza kwa ajili ya maisha yako. Lipo neno ambalo Bwana Yesu anataka alifanye kwenye maisha yako. Haleluya! Nataka nikwambie pia ya kwamba Bwana Yesu anakupenda kuliko vile unavyojifikiria wewe. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu anakupenda zaidi ya vile unavyojifikiria wewe. Yamkini kuna watu wengine wanakudharau, wanakuona kama ni mtu wa kawaida, wanakuona kwamba maisha yako ni ya chini, wanakudharau. Lakini nataka nikwambie siku ya leo kwamba Yesu anakupenda. Mungu alipoumba ulimwengu, alianza akaumba ardhi, akaumba na anga, akaumba na mbingu, lakini bado moyo wa Mungu haukusikia kama kuna kitu kinatokea. Akasema labda nikiumba miti labda itaipendezesha dunia. Akaiumba miti ikawa inapendeza, lakini bado moyo wa Mungu unasema kuna kitu kinapelea. Akasema labda niumbe wanyama, akawaumba wanyama wakazagaa duniani, lakini bado Yesu akasema ya kwamba bado kuna kitu kinapelea. Akasema kwamba ni muumbe mwanadamu, akasema ni muumbe mwanadamu kwa sura yangu. Haleluya! Kwa hiyo mwanadamu umeumbwa kwa sura ya Yesu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanadamu, moyo wa Mungu ukasikia amani, moyo wa Mungu ukasikia raha, kwa sababu alisema ya kwamba nimemfanya mwanadamu kwa mfano wangu, nimemfanya mwanadamu kwa sura yangu. Tena akamthaminisha huyo mwanadamu. Alipomthaminisha huyo mwanadamu, akampa uwezo wa kutawala, akampa uwezo wa kumiliki. Bwana akasema kwamba anatawala mbinguni, lakini mwanadamu pia na yeye lazima tawale, kwa sababu ameumbwa kwa sura ya Yesu, kwa sababu ameumbwa kwa sura ya Mungu mwenyewe. Haleluya! Nikwambia kwamba Bwana Yesu alipokuumba alikuwa na kusudi maalum kwa ajili ya maisha yako. Hakukuumba ili uteseke, hakukuumba ili uteswe, hakukuumba ili uhangaike. Alikuumba ili ufurahie maisha, alikuumba ili utawale, alikuumba ili asitokee mtu yoyote ambaye atakuhukumu na kusema wewe haufai. Haleluya! Mtu wa Mathayo, mwangalie jirani yako, mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni mzuri sana. Mwangalie jirani yako usoni, mwangalie jirani yako usoni, mwambie wewe ni mzuri sana, wewe ni mzuri sana. Haijalishi wanadamu wamekuona wewe haufai, haijalishi wanadamu wamekuona wewe haufai, lakini Bwana Yesu amekuona wewe ni wa thamani sana, wewe unafaa sana. Ndio maana Mungu hata hajatulia, akasema nyewe watoto ninawatuma kwenda Mathayo, kwa sababu Mathayo kuna watu niliowapenda, kuna watu niliowakusudia, kuna watu niliowakusudia. Kwa hiyo lakini hao watu bado wamekaa katika uvuli wa mauti, bado wamekaa katika giza. Ninaomba nimpeleke mwanga. Haleluya! Ndio maana Bwana akatupa neno, akasema kwamba watu waliokaa katika giza mwanga umefanyaje? Mwanga umewazukia. Waliokaa katika giza mwanga umewazukia. Waliokaa katika uvuli wa mauti nuru ya Bwana imefanyaje? Nuru ya Bwana imewazukia. Nuru ya Bwana imewazukia waliokaa katika uvuli wa mauti. Nataka nikwambie ya kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kupitia katika maisha yako, ambayo yanaweza yakawa ni vifungo vya maisha. Unaweza ukawa unatembea lakini bado umefungwa katika vifungo. Ndio maana Mungu anapoona hivyo akasema hapana, msiishie hapa, pelekeni injili Mathayo, pelekeni injili Mathayo, mkawahubiri watu wangu. Nataka nikwambie kwamba Bwana Yesu ameniambia ya kuwa kuna watu ambao Mungu anawahitaji, kuna watu ambao Mungu anahitaji awainue, kwa sababu Bwana Yesu anahitaji kuinua kazi yake mahali hapa Mathayo. Haleluya! Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu amewakusudia. Yaweza kuwa ni wewe mama yangu, yaweza kuwa ni wewe baba yangu naye nisikiliza hapa, lakini kuwepo kwetu mahali hapa ni kwa sababu Mungu amekukusudia. Mungu anatafuta watu, Mungu anatafuta watu ambao watasimama. Mungu anatafuta
anatafuta watu ambao watalibeba jina lake. Mungu anatafuta watu ambao wataleta ukombozi hata kwa watu wengine. Yaweza kuwa kuna watu wengine ni sugu, hawataki kuokoka, lakini mtu wa Mathayo ulioko mahali hapa, ndio maana nimekuambia haujaja kwa bahati mbaya. Bwana anataka kutumie kwa ajili ya kuinua kusudi lake. Kwa sasa unaweza ukajiona ya kuwa wewe ni mtu wa kawaida sana, unaweza ukajiona ni mtu wa kawaida sana, lakini wewe kawaida wako Mungu anakuhitaji akutumie kwa ajili ya kukomboa wale watu wengine ambao bado wamekaa katika giza, bado wamefungwa katika uvuli wa mauti, bado kuna roho zimewafunga. Ndio maana nataka nikwambie Bwana Yesu amesema ya kuwa anatafuta watu, anatafuta mtu ambaye atasimama kwa ajili ya kutetea kazi yake, kwa ajili ya kuifanya kazi yake, hata kama ni watu ambao walikuwa ni wachawi, ambao ni wachawi, ni waganga, ni sugu kabisa. Kupitia hao watu Mungu anawakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda katika somo letu ambalo mtumishi wa Mungu ameweza kusoma mstari hapa katika kitabu kile cha Marko, ile sura ya 10 mstari wa 46 hadi 47. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Neno la Mungu linasema alikuwepo mtu mmoja jina lake nani? Bartimayo. Alikuwepo mtu mmoja jina lake Bartimayo. Alikuwepo mtu jina lake Bartimayo, lakini huyu Bartimayo alikuwa ni kipofu. Alikuwa hawezi kuona. Yamkini mimi sijui, labda tangia kuzaliwa kwake alikuwa haoni. Ndio. Haoni chochote kabisa. Ndio. Hakuwahi kuona mtu yoyote, lakini alikuwa anasikia. Alikuwa na uwezo wa kusikia. Alikuwa na uwezo wa kutembea. Lakini hakuwa na uwezo wa kuona. Yamkini alikuwa anapewa histori tu kwamba kuna kitu fulani, kuna kitu fulani na kitu fulani, lakini yeye hafanyaje? Haoni. Hawezi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini neno la Mungu linasema kwamba aliposikia tu habari za Yesu Mnazareti, kwamba Yesu anapita, akunyamaza, akasema, akapaza sauti yake akasema, mwana wa Daudi nirehemu mimi, mwana wa Daudi nirehemu mimi. Haleluya. Amen. Kwa maana hiyo nataka nikwambie ya kuwa kuna mambo mbalimbali katika maisha ya sasa ambao unaweza ukaona yapitia na yamekuwa ni upofu katika maisha yako. Unajaribu kupambana, lakini hauwezi ukaona njia, hauwezi ukaona mwanga. Unajaribu kufanya njia hii, lakini bado hauoni njia ya kupita. Unajaribu hiki, unajaribu labda niende kwa waganga, labda nitapata msaada. Unaenda kwao, lakini msaada unakuwa hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Matatizo yanajirudia, matatizo yanaongezeka. Karabashata ya manarabakoya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Matatizo yanakuwa ni ya kujirudia rudia. Matatizo yanakuwa yanajirudia rudia kila muda, kwa sababu bado haujakutana na Yesu wa Nazareti aliye hai. Lakini siku ya leo ndio maana nakuhubiria hizi habari za leo hii, nakuhubiria habari za Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ya kwamba wewe ukiwa na shida, ukiwa na shida ambazo zimekufunga katika maisha yako, yamkini shida hizo zinaweza zikawa ni magonjwa, zinaweza zikawa ni magonjwa. Yamkini kuna familia nyingine ambayo labda kuna magonjwa ambayo yamekuwa ya kujirudia rudia katika familia moja, katika ukoo mmoja. Watu wanasumbuliwa na kansa. Roho ya kansa imekaa katika ukoo, inatafuna kila mwaka. Ikifika mwaka fulani, wakati labda tuseme mwezi wa 3, kila siku napoteza ndugu, kila siku napoteza ndugu, kila mwaka unapoteza ndugu. Haleluya. Nataka nikwambia kwamba hiyo ni roho mojawapo ambao imekamata na kushikilia nini? Na kushikilia maisha yako na kushikilia ukoo wako. Ndio maana unajaribu kuangalia yamkini utapata msaada, lakini msaada haupo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, huyu Yesu wa Nazareti ambaye tunamhubiri siku ya leo, tuna uhakika na uweza wake, tuna uhakika na nguvu zake. Yeye akiamua kukusaidia, anakusaidia. Nataka nikwambie kwamba mtu wa Mathayo, ukiamua kumpa
maisha yako yanakuwa ndani ya Yesu, maisha yako Yesu anayashikilia namna hii, hawezi akayaangusha. Mwamini Yesu Kristo, hawezi ukatoka kamwe, hawezi ukatoka kamwe. Haleluya! Kama haujampa Yesu sawa sawa maisha yako, ukaokoka sawa sawa, bado utaendelea kuzunguka katika hivyo vifungo, bado utaendelea kuzunguka katika hivyo vifungo. Yamkini unaweza ukawa unaenda kanisani kila siku, lakini bado hujampokea Yesu sawa sawa, lakini bado Yesu hajakuokoa kisawa sawa, lakini bado Yesu haujampa maisha sawa sawa inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unasema mimi nimeokoka, lakini magonjwa bado yameng'ang'ana, bado yameshikilia katika familia. Roho zimekamata maisha yenu, Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba unaweza ukawa upo kanisani kabisa, upo kanisani na unasali kila siku, unasema nimeokoka, lakini bado roho zinaweza zikawa zinaendelea kufunga. Nataka nikwambie ya kwamba bado kuna kiwango ambacho Bwana Yesu anataka upe maisha yako. Kuna kiwango ambacho Mungu anataka ukili, usalende kabisa, useme kwamba mimi na Yesu. Maana tunafahamu ya kwamba Bwana Yesu ukishampa maisha yako, Bwana Yesu hawezi akakuacha. Haleluya sana. Yamkini unaweza kuwa kanisani, lakini bado kuna roho ya uongo, hauachi kuwasema wenzako. Huo nao ni upofu. Unaingia kanisani unasema nimeokoka, lakini bado wewe ni muongo. Ukiona mwenzio amefanya tu hivi, tayari unaenda umemwona fulani alikuwa anasema hivi na hivi, unajua hivi na hivi. Haleluya. Huo bado ni upofu, na unahitaji kuifuata njia, na unahitaji kufumbua macho yako umwangalie Yesu ili akuokoe kisawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watu wa Matai? Yesu anawapenda sana. Sijui niwaambiaje, lakini jinsi ninavyosikia ndani mwangu Yesu anavyonishuhudia, namna anavyowapenda na namna anavyowahitaji sijui, lakini Bwana Yesu anawapenda kuliko kawaida. Haleluya. Anawapenda kuliko kawaida. Kwa hiyo msijidharau, msijione hamfai, msijione sijui mmekuaje. Nataka nikwambia kwamba Bwana Yesu anawapenda sana, alafu anawahitaji sana. Anataka atumie, anataka mkae katika pendo lake, anataka wakumbatie, anataka wabebe. Kuna namna fulani Bwana ameshindwa kutubeba kwa sababu bado tunashindwa, hatujampa Yesu maisha sawa sawa inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Matai? Bwana Yesu anatamani kuwabeba, anatamani kuwasaidia sana. Kuna mtu mmoja anatamani kusaidiwa sana na Bwana Yesu. Bwana Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba dhambi zenu zimewatenga na Bwana na zimeuficha uso wake, na wala hataki kabisa kuwasikia. Kuna namna fulani dhambi ambayo inakuwepo ndani ya maisha yetu, roho ambazo zimetufanya kuwa vipofu kwenye maisha yetu, zimetufunga kwenye maisha yetu, zikatufarakanisha na upendo wa Mungu. Tunaweza tukatembea tunajiona tuko salama, lakini bado hatujawa salama, kwa sababu tunaomba lakini tunaona kama Mungu hatusikii. Ni kwa sababu pengine kuna dhambi ambazo tumeshazifanya zimetutenga na uso wa Mungu, lakini yeye hataki kutusikia. Lakini neno la Mungu linasema anasema ya kwamba njooni kwangu ninyi msumbukao, wenye kulemewa na mizigo mizito, mizigo ya dhambi, na mimi nitawapumzisha. Haleluya. Kwa hiyo hakuna mzigo ambao Bwana Yesu anashindwa kuutua. Hakuna mzigo ambao Bwana Yesu anashindwa kuutua. Kwa hiyo ukimuita Yesu tu, kama vile huyu mtu ambaye alikuwa
alikuwa ni kipofu kabisa, ni kipofu, hawezi chochote, hawezi kuona chochote. Lakini aliposikia tu kuna habari za Yesu, aliposikia tu kwamba, maana alikuwa anasikia yamkini kwamba Yesu anafanya 1 2 3, kuna 1 2 3 Yesu anafanya, kuna sehemu fulani na fulani fulani amepita Yesu akafanya hivi na hivi, akawa anatamani asikie hizo habari, akawa anatamani asikie na yeye hizo habari. Bwana Yesu asifiwe. Aliposikia tu Yesu anapita kando yako, akasema, akapaza sauti, haoni kabisa, lakini akapaza sauti akasema, Yesu ni rehemu mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu mwana wa Daudi, japo alikuwa hamuoni. Lakini ukiendelea kusoma neno la Mungu linasema Yesu akasimama, akageuka. Alipogeuka akamuita. Alipomuita huyo mtu, kuna watu walianza kumzuia, wakamwambia, wewe nyamaza, usimuite, nyamaza, usimuite, nyamaza. Lakini akaendelea tu kupaza sauti, kwa sababu alikuwa anamhitaji Yesu ndani wake, kwa sababu ule upofu ulikuwa umeshamchosha, ulikuwa ni mzigo mzito ambao alikuwa hawezi akauhimili. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mathayo. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mathayo. Ulikuwa ni mzigo mzito ambao hawezi kabisa akauhimili hata kidogo. Ndio maana akapaza sauti. Yamkini wanamzuia tu, wanamzuia, lakini anakataa, anapaza sauti, anasema, hapana, lazima nipaze sauti, nimuite Yesu wa Nazareti, kwa sababu nimejua habari zake kwamba anaweza yote. Haleluya. Lakini neno linaendelea kusema ya kwamba alipogeuka akamuita, alipomuita akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Yule Bartimayo kipofu akasema, Bwana wangu, mwalimu, ninataka kuona. Akamwambia, enenda zako, imani yako imekuokoa. Haleluya. Kwa hiyo imani ya yule mtu ikamwokoa. Nataka nikwambie nini, mtu wa Mathayo? Nataka nikwambie nini, mtu wa Mathayo? Kuna mzigo umekulemea, kuna mzigo umekulemea mpaka wewe unajikataa. Ukikaa ndani ya moyo wako ukaanza kujichunguza, hivi mimi nikoje ndani ya moyo wangu? Hivi nampendeza sana Yesu? Kuna namna fulani, kuna vitu wewe mwenyewe unavifanya vya sirini ambavyo hata rafiki yako hawezi akajua, pengine hata mume wako hajui, pengine hata mke wako hajui, hata familia hawajui, lakini wewe mwenyewe unajichua ndani ya moyo vitu ambavyo unavifanya. Roho yako inakushuhudia vitu gani unavifanya ndani ya moyo wako. Haleluya. Yaweza kuwa vingine vinaweza vikawa ni vitu vibaya kabisa, ni vitu vichafu kabisa ambavyo havifai kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana Yesu bado anakupenda hivyo hivyo, bado anakupenda hivyo hivyo, na huo mzigo ulio nao anakupenda hivyo hivyo, anakuita hivyo hivyo, anaweza akakutoa hivyo hivyo, hawezi akakuacha. Kama Mungu angekuwa anabagua, basi huyu kipofu angekuwa amebaguliwa. Kama Bwana Yesu asingesikiliza nani ananiita, Bwana Yesu angeenda zake, asingemjali, asingemsikiliza. Lakini kwa sababu Bwana wetu ni Mungu wa kujali, ni Mungu wa kupenda, ndio maana nakuambia na nitakwambia na nitaendelea kukwambia kwamba Bwana Yesu anakupenda, na hata kama nikiondoka ubaki unajua Yesu anakupenda milele na milele. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi ni mzigo mzito wa namna gani, haijalishi ni dhambi nzito ya namna gani umeshindwa kuitua, pengine umelisishwa tu na wewe hautaki, ni mizimu tu inakung'ang'ania, unaogopa nifanye nini? Basi ni roho za kwetu ndizo zimenivaa, zinanitendesha mambo haya. Nataka nikwambie, hizo roho zinakukosesha na Mungu, zinakukosesha na mbingu, lakini usiogope kwa sababu hiyo, kwa kuwa Bwana Yesu anakuhitaji. Ukimuita tu, ukisema tu Yesu, yeye anageuka. Kama alimgeukia kipofu, na wewe atakugeukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu ni Yesu mmoja. Mungu ni Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kubadilika, hata kaa habadilike. Sifa yake tunaijua ni ya tangu milele. Sifa yake ni ya tangu asili. Uweza wake ni wa tangu asili. Uweza wake ni wa tangu asili, na ushindi wake ni wa tangu asili. Kwa hiyo aliyeshinda atakushindia wewe. Akasema ya kwamba jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu, nanyi mtashinda. Nanyi mtashinda, nanyi mtashinda. Kwa hiyo kupitia Yesu sisi tunashinda.
Sisi ni washindi, sisi ni washindi kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukimwamini Bwana Yesu, tukamfuata Bwana Yesu, tukafuata nyayo za Yesu, pale Yesu anapotoa mguu na sisi tunakanyaga. Bwana Yesu, amini Yesu Kristo, hauwezi ukatoka kamwe, hauwezi ukatoka kamwe. Haleluya! Kama haujampa Yesu sawa sawa maisha yako, ukaokoka sawa sawa, bado utaendelea kuzunguka katika hivyo vifungo, bado utaendelea kuzunguka katika hivyo vifungo. Yamkini unaweza ukawa unaenda kanisani kila siku, lakini bado hujampokea Yesu sawa sawa, lakini bado Yesu hajakuokoa kisawa sawa, lakini bado Yesu haujampa maisha sawa sawa inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unasema mimi nimeokoka, lakini magonjwa bado yameng'ang'ana, bado yameshikilia katika familia. Roho zimekamata maisha yenu, roho zimekamata maisha yenu. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba unaweza ukawa upo kanisani kabisa, upo kanisani na unasali kila siku, unasema nimeokoka, lakini bado roho zinaweza zikawa zinaendelea kufunga. Nataka nikwambie ya kwamba bado kuna kiwango ambacho Bwana Yesu anataka upe maisha yako. Kuna kiwango ambacho Mungu anataka ukili usalende kabisa, useme kwamba mimi na Yesu. Maana tunafahamu ya kwamba Bwana Yesu ukishampa maisha yako, Bwana Yesu hawezi akakuacha. Bwana Yesu hawezi akakuacha. Haleluya sana. Yamkini unaweza kuwa kanisani, lakini bado kuna roho ya uongo, hauachi kuwasema wenzako. Huo nao ni upofu. Unaingia kanisani unasema nimeokoka, lakini bado wewe ni muongo. Ukiona mwenzio amefanya tu hivi, tayari unaenda umemwona fulani alikuwa anasema hivi na hivi, unajua hivi na hivi. Haleluya. Huo bado ni upofu, na unahitaji kuifuata njia, na unahitaji kufumbua macho yako umwangalie Yesu ili akuokoe kisawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watu wa Mathayo? Watu wa Mathayo Yesu anawapenda sana. Yani sijui niwaambiaje, lakini jinsi ninavyosikia ndani mwangu Yesu anavyonishuhudia, namna anavyowapenda na namna anavyowahitaji sijui, lakini Bwana Yesu anawapenda kuliko kawaida. Haleluya. Anawapenda kuliko kawaida. Kwa hiyo msijidharau, msijione hamfai, msijione sijui mmekuaje. Nataka nikwambia kwamba Bwana Yesu anawapenda sana, alafu anawahitaji sana. Anataka atumie, anataka mkae katika pendo lake, anataka wakumbatie, anataka wabebe. Kuna namna fulani Bwana ameshindwa kutubeba kwa sababu bado tunashindwa, hatujampa Yesu maisha sawasawa inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mathayo? Bwana Yesu anatamani kuwabeba, anatamani kuwasaidia sana. Kuna mtu mmoja anatamani kusaidiwa sana na Bwana Yesu. Bwana Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba dhambi zenu zimewatenga na Bwana na zimeuficha uso wake, na wala hataki kabisa kuwasikia. Kuna namna fulani dhambi ambayo inakuwepo ndani ya maisha yetu, roho ambazo zimetufanya kuwa vipofu kwenye maisha yetu, zimetufunga kwenye maisha yetu, zikatufarakanisha na upendo wa Mungu. Tunaweza tukatembea tunajiona tuko salama, lakini bado hatujawa salama, kwa sababu tunaomba lakini tunaona kama Mungu hatusikii. Ni kwa sababu pengine kuna dhambi ambazo tumeshazifanya zimetutenga na uso wa Mungu, lakini yeye hataki kutusikia. Lakini neno la Mungu linasema anasema ya kwamba njooni kwangu ninyi msumbukao, wenye kulemewa na mizigo mizito, mizigo ya dhambi, na mimi nitawapumzisha. Haleluya. Kwa hiyo hakuna mzigo ambao Bwana Yesu anashindwa kuutua. Hakuna mzigo
ambao Bwana Yesu anashindwa kutua. Kwa hiyo ukimuita Yesu tu, kama vile huyu mtu ambaye alikuwa ni kipofu kabisa, ni kipofu, hawezi chochote, hawezi kuona chochote, lakini aliposikia tu kuna habari za Yesu, aliposikia tu kwamba, maana alikuwa anasikia yamkini kwamba Yesu anafanya 1 2 3, kuna 1 2 3 Yesu anafanya, kuna sehemu fulani na fulani fulani amepita Yesu akafanya hivi na hivi, akawa anatamani asikie hizo habari, akawa anatamani asikie na yeye hizo habari. Bwana Yesu asifiwe. Aliposikia tu Yesu anapita kando yako, akasema, akapaza sauti, haoni kabisa, lakini akapaza sauti akasema, Yesu ni rehemu mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu mwana wa Daudi, japo alikuwa na hamuoni. Lakini ukiendelea kusoma neno la Mungu linasema Yesu akasimama, akageuka. Alipogeuka akamuita. Alipomuita huyo mtu, kuna watu walianza kumzuia, wakamwambia, wewe nyamaza, usimuite, nyamaza, usimuite, nyamaza. Lakini akaendelea tu kupaza sauti, kwa sababu alikuwa anamhitaji Yesu ndani wake, kwa sababu ule upofu ulikuwa umeshamchosha, ulikuwa ni mzigo mzito ambao alikuwa hawezi akauhimili. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mathayo. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mathayo. Ulikuwa ni mzigo mzito ambao hawezi kabisa akauhimili hata kidogo. Ndio maana akapaza sauti. Yamkini wanamzuia tu, wanamzuia, lakini anakataa, anapaza sauti, anasema, hapana, lazima nipaze sauti, nimuite Yesu wa Nazareti, kwa sababu nimejua habari zake kwamba anaweza yote. Haleluya. Lakini neno linaendelea kusema ya kwamba alipogeuka akamuita, alipomuita akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Yule Bartimayo kipofu akasema, Bwana wangu, mwalimu, ninataka kuona. Akamwambia, enenda zako, imani yako imekuokoa. Haleluya. Kwa hiyo imani ya yule mtu ikamwokoa. Nataka nikwambie nini, mtu wa Mathayo? Nataka nikwambie nini, mtu wa Mathayo? Kuna mzigo umekulemea, kuna mzigo umekulemea mpaka wewe unajikataa. Ukikaa ndani ya moyo wako ukaanza kujichunguza, hivi mimi nikoje ndani ya moyo wangu? Hivi nampendeza sana Yesu? Kuna namna fulani, kuna vitu wewe mwenyewe unavifanya vya sirini ambavyo hata rafiki yako hawezi akajua, pengine hata mume wako hajui, pengine hata mke wako hajui, hata familia hawajui, lakini wewe mwenyewe unajijua ndani ya moyo vitu ambavyo unavifanya. Roho yako inakushuhudia vitu gani unavifanya ndani ya moyo wako. Haleluya. Yaweza kuwa vingine vinaweza vikawa ni vitu vibaya kabisa, ni vitu vichafu kabisa ambavyo havifai kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana Yesu bado anakupenda hivyo hivyo, bado anakupenda hivyo hivyo, na huo mzigo ulio nao anakupenda hivyo hivyo, anakuita hivyo hivyo, anaweza akakutoa hivyo hivyo, hawezi akakuacha. Kama Mungu angekuwa anabagua, basi huyu kipofu angekuwa amebaguliwa. Kama Bwana Yesu asingesikiliza nani ananiita, Bwana Yesu angeenda zake, asingemjali, asingemsikiliza. Lakini kwa sababu Bwana wetu ni Mungu wa kujali, ni Mungu wa kupenda, ndio maana nakwambia na nitakwambia na nitaendelea kukwambia kwamba Bwana Yesu anakupenda, na hata kama nikiondoka ubaki unajua Yesu anakupenda milele na milele. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi ni mzigo mzito wa namna gani, haijalishi ni dhambi nzito ya namna gani umeshindwa kuitua, pengine umelisishwa tu na wewe hautaki, ni mizimu tu inakung'ang'ania, unaogopa nifanye nini? Basi ni roho za kwetu ndizo zimenivaa, zinanitendesha mambo haya. Nataka nikwambie, hizo roho zinakukosesha na Mungu, zinakukosesha na Mungu, lakini usiogope kwa sababu hiyo, kwa kuwa Bwana Yesu anakuhitaji. Ukimuita tu, ukisema tu Yesu, yeye anageuka. Kama alimgeukia kipofu, na wewe atakugeukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Mungu ni Yesu mmoja. Mungu ni Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kubadilika, hata kaa habadilike. Sifa yake tunaijua, ni ya tangu milele. Sifa yake ni ya tangu asili. Uweza wake ni wa tangu asili. Uweza wake ni wa tangu asili, na ushindi wake ni wa tangu asili. Kwa hiyo aliyeshinda atakushindia wewe. Akasema ya kwamba jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu, nanyi mtashinda. Nanyi mtashinda.
nani mtashinda. Kwa hiyo kupitia Yesu sisi tunashinda, sisi ni washindi, sisi ni washindi kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukimwamini Bwana Yesu, tukamfuata Bwana Yesu, tukafuata nyayo za Yesu, pale Yesu anapotoa mguu na sisi tunakanyaga. Bwana Yesu amejaribu tu ya Shetani, lakini Bwana Yesu atayakwepesha mbali, atayapiga mbali. Kuna mambo mengine ni madogo madogo ambayo yanaweza kukusababishia wewe mpaka ukatenda dhambi. Unaweza kuwa ni marafiki zako, yaweza kuwa ni marafiki zako, unaweza ukaambatana nao, lakini hao marafiki wakakupeleka katika njia mbaya, wakakufundisha mambo machafu, wakakufundisha mambo mabaya, lakini ukajikuta umeanguka na wewe katika dhambi, umeanguka katika dhambi mbaya, umeanguka katika umbea, umeanguka katika uongo, umeangukia katika uzinzi, umeangukia katika ulevi, kwa sababu ya watu ambao unaambatana nao. Lakini nataka nikwambia kwamba ukishampokea Yesu Kristo, kuna vitu ambavyo Bwana ataviondoa, kuna vitu ambavyo Shetani atakuwa na vituma, lakini Bwana Yesu anaviondoa. Haleluya, amina, amina. Mtu wa Mathayo, nataka nimalizie mtu wa Mathayo kukwambia kwamba muda wa rehema ni sasa. Ndio. Muda wa rehema ni sasa. Ndio. Usiseme kwamba mimi ni mtakatifu sana. Hakuna mtakatifu. Ndio. Hakuna aliye mtakatifu, ila tunahitaji maisha ya toba kila siku ili tuwe watakatifu kila siku. Amina. Mwingine anamhubiria Injili anasema mimi ninasali, mimi na dini yangu, sitaki hata kusikia. Sitaki hata kwenda kwenye mkutano, maana si mimi nishaokoka, ninaenda kufanyaje? Wewe usijidanganye. Amina. Njoo Bwana Yesu kila siku anakuwa na neno jipya kwa ajili yako. Unaposikia mikutano ya Injili inakuja, unajua kwamba Bwana Yesu ameleta neno jipya tena kwa ajili ya maisha yangu. Usilizike na kusema kwamba mimi ninasali, kwa hiyo sihitaji tena kusikiliza, sihitaji tena kwenda kusikiliza neno la Mungu linahubiriwa. Ni Mungu gani ambaye simjui? Kwa sababu nimeshaokoka, basi tayari nimeshaokoka, sihitaji tena kitu kingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nataka nikwambie Bwana Yesu ni wa hatua kwa hatua, viwango hata viwango. Haishi kwenye level moja katika kumjua yeye. Anahitaji utukufu hadi utukufu. Ni wa utukufu hadi utukufu. Nataka nikwambie Bwana Yesu unatakiwa umtafute kila siku endayo kwa Mungu mpaka siku anarudi. Wewe mtafute tu mpaka siku Yesu anarudi, msikilize tu. Anatuma neno lake, anatuma watumishi. Usidharau, sikiliza tu, usikejeli, sikiliza tu, kwa sababu ni sauti ya Mungu ambaye anakuagiza kufanya mabadiliko, kufanya pengine kuna mistake au kuna mambo mengine hayajakaa sawa. Ndio maana Bwana Yesu anatuma neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu hiki, mtu wa Mathayo, ya kwamba Bwana Yesu amekusudia kuanzisha kazi Mathayo. Amen. Bwana Yesu amekusudia kuinua ufalme wake Mathayo. Amina. Amekusudia kuinua kizazi kinachomtumikia Mungu Mathayo. Amekusudia kuinua wamama watakaomtumikia yeye siku zote. Amekusudia kuinua wababa ambao watamtumikia siku zote. Watadumu katika wokovu, watasimama, hawatapingwa na kitu chochote kile, na watapewa uwezo na Mungu, watapewa nguvu na Yesu, watasimamiwa na Bwana, watafanya kazi ya Mungu isiyo kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watafanya kazi ya Mungu isiyo kawaida. Nazungumza na mtu mmoja, yaweza kuwa ni wewe. Haleluya. Amen. Yaweza kuwa ni wewe. Ndio. Sema yaweza kuwa ni mimi. Yaweza kuwa ni mimi. Nataka uamini tu ya kwamba ni wewe, ya kwamba ni wewe Bwana Yesu ambaye amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Basi ingaliko rehema ya Bwana, basi lango la rehema lingaliko wazi. Na Bwana Yesu bado anatuhitaji tuendelee kufanya marekebisho siku kwa siku. Tunamhitaji sana huyu Yesu.
Amen. Tunamhitaji sana huyu Yesu. Amen. Ili tuweze kuingia katika rehema yake. Tunamhitaji sana huyu Yesu ili aendelee kutuisha ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu, auishe nafsi zetu, auishe roho zetu, aponde ponde mioyo yetu, aondoe kiburi cha dini, aondoe viburi vya kila aina, aviondoe kabisa, aviondoe, avitupilie mbali na watu wamtumikie Mungu. Haleluya. 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 Mtu yote asije akajiona kwamba mimi sina dhambi. Mimi nimesimama, mimi nimekamilika, sihitaji tena kuokoka. Sihitaji kuokoka. Hauhitaji kuokoka. Hauhitaji kuokoka wakati bado kuna roho zimekufunga. Hauhitaji kuokoka na bado hujampa Yesu maisha yako sawa sawa. Bwana Yesu kimpa maisha yako sawa sawa. Kuna namna anakusimamia. Kuna namna anatembea naye kwenye viwango ambavyo si vya kawaida. Kuna namna Bwana Yesu anatembea naye, unasema naye kama rafiki yako. Anakuambia mwanangu kuna hiki na hiki. Mwanangu Rebeka kuna hiki na hiki. Mwanangu Rebeka pita katika njia hii. Mwanangu Rebeka nataka nikufanyie jambo hili. Mwanangu Rebeka nataka nikufundishe na nataka nikutajirishe. Nataka nikupitishe katika njia hii. Ni Bwana Yesu, ni Bwana Yesu, ni Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Lakini hata kwako inawezekana. Hata kwako inawezekana. Ndio. Inachotakiwa ni kumpa Yesu tu maisha yako sawa sawa. Ukishajiachilia tu kumpa tena Yesu maisha yako sawa sawa, utakuwa umeokoka. Utakuwa umeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusimama kwa miguu yako miwili, alafu ukasogea hapa mbele. Unaweza kusimama tu haraka kwa miguu yako miwili, alafu ukasogea hapa mbele. Tuendelee kuomba rehema, tuendelee kuomba toba. Naamini katika wakati huu Bwana Yesu ataenda kuinua kwa namna ya ajabu sana katika ulimwengu wa roho. Ataenda kuinua watu ambao watakuwa na moyo wa kumpenda, ambao watakuwa na moyo wa kumpenda. Watasimama katika utukufu wake, watasimama katika njia zake, hawatatikisika. Hata kama majaribu yajapo, wenyewe watajawa na nguvu. Hata kama shida zitakuja, lakini wenyewe bado watakuwa wamesimama. Haleluya. Praise na mbele wimbo. Liko lango moja wazi. Sogea mbele mtu wa Mungu. Bwana Yesu bado anahitaji, anakuhitaji. Bwana Yesu bado ana haja na wewe. Bwana Yesu bado anahitaji akufungue. Bwana Yesu bado anahitaji akuokoe. Bwana Yesu anakupenda, ndio maana anakuita. Bwana Yesu anakuita kwa sauti ya upole. Haleluya. Wamama, wababa, watoto na wote mmekusudiwa na Yesu. Wote Yesu amewakusudia. Wote Yesu anawaita. Wote Yesu anawapenda. Wote Yesu anataka wafulike katika mbawa zake. Anataka wakumbatie wote. Unaweza tu kumpiga hatua zako mbele mali hapa. Hata kama uko mbali na unatamani Bwana Yesu, unaweza ukasogea mbele, unaweza ukasogea tu. Hata kama uko mbali, bado Bwana Yesu anakuhitaji.
asifiwe. Mungu awabariki sana. Kwa wakati huu tutaenda kumsihi Mungu, tutaenda kumwomba Bwana wa majeshi, tutaenda kumwomba Mungu wa rehema, na yeye atatupa wokovu ambao ulio kamili. Kama unajua ndani mwako na umesikia kwamba yamkini bado nilikuwa sijaokoka sawa sawa, mbona bado kuna tabia ambazo bado nipo nazo na nimeokoka, nataka nikwambie usione aibu, usione aibu mbele za Bwana, maana neno linasema injili ni wokovu wa Bwana uletao wokovu. Sionei haya injili kwa sababu ni wokovu wa Bwana uletao wokovu, kwa sababu injili ni uweza wa Bwana uletao wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo injili ni neema, injili ni uweza unaoleta ukombozi katika maisha yako, ni uweza ambao unaleta wokovu kwenye maisha yako. Kwa hiyo hautakiwi kumwangalia jirani yako kama jirani yangu anaweza akanisemaje, anaweza akanisema kwamba nilikuwa sijaokoka. Hapana, usimwangalie jirani yako, kwa sababu aliyekuita sio jirani yako, ambaye amekuita ni Yesu. Haleluya. Unatamani kumpokea Yesu, kama Yesu nakupokea sasa, tengeneza sasa upya maisha yangu ili nitembee na wewe katika viwango ambavyo sio vya kawaida. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Unatamani nimpokee Yesu sasa, niokoke kisawasawa mimi, niokoke kisawasawa mimi. Yamkini bado kumbe nilikuwa sijaokoka, lakini bado sasa ninaamua kwa mara nyingine niokoke kisawasawa, nimpokee Yesu ili aweze kutembea nami kwa kiwango kisicho cha kawaida. Nyosha tu mikono yako namna hii, hata usiogope, hata usiogope. Ukweli unaujua ndani ya nafsi yako, na nafsi yako wewe mwenyewe inakushuhudia na vitu ambavyo ndani ya moyo wako unaweza kuona viwaza na kufanya. Haleluya. Endelea kunyosha tu mikono yako. Tena kuongoza salamu. Raposhi karanda masia. Utakapoondoka mahali hapa, hautakuwa mtu wa kawaida. Amina. Sasa nyie mlionyosha mikono, mnaweza mkanifuatia sala hii nitakayoongoza, na hapo mtakuwa mmemwamini Yesu, na Bwana Yesu atakuwa ameshaiona nia ndani ya mioyo yenu, na Bwana Yesu atawasaidia. Mtashinda zaidi ya kushinda katika vitu ambavyo vilikuwa vinawawia ugumu na shindwa kuviacha, lakini kwa neema na msaada wa Bwana Yesu aliyowaita siku hii ya leo, Bwana Yesu atawasaidia. Haleluya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Nimeamini wewe ni Mungu wa upendo. Siku hii umeniita Bwana, nimeitika, nimeisikia sauti yako. Naomba uniokoe, unirehemu, unisamehe, unifutie makosa yangu, unirehemu kabisa, unirehemu kabisa, unitenge na kila roho za ajabu za kishetani, na mkataa shetani, hana mamlaka tena katika maisha yangu. Bwana, nakushukuru kwa kuwa umenipokea katika jina la Yesu.
nitaombea neema ya Bwana kwa wakati huu. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa na utukufu, mfalme wa amani. Asante Bwana Yesu unayemiliki na kutawala. Asante Bwana Yesu ambaye umewaita watoto wako sasa wakati huu. Mungu wa mbinguni, ninawaleta sasa machoni pako. Ninawaleta sasa machoni pako Bwana. Ninaomba Mungu wabariki. Ninaomba Bwana wewe pamoja nao. Nuru yako wewe pamoja nao katika kazi za mikono yao, katika kila shughuli wanazofanya. Roho wa Bwana ninakuomba uongoze kila sehemu atakapoenda. Roho wa Bwana aongoze, watakase, ukiwatenga na kila udhaifu wa kila namna. Watenge na kila udhaifu, watenge na kila dhambi ambazo Bwana zinawafuatilia nyuma yao. Ninawatenga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa umewapokea, na wewe Mungu ninaitukuza jina lako, ninalinua jina lako nikisema asante. Ni katika jina la Yesu Kristo. Majeshi ya Bwana, naomba muandike watu ambao wameokoka siku ya leo. Lakini wakati huu nipende kutoa mwaliko kwa ajili ya watu ambao wana shida, unasumbuliwa na kitu, una ugonjwa, kuna kitu fulani kinakusumbua ambacho kinakukosesha amani katika maisha yako. Amani ya Bwana haiko ndani ya maisha yako. Katika familia amani haipo. Unajaribu kufanya hiki na hiki lakini inashindikana, amani haiko. Naombeni watu jiandae, utakapomaliza tu tena kuombea watu wa namna hiyo. Randa mosi karelele shekete ya maji. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. katika maisha yako, lakini yuko Yesu mahali hapa ambaye anaenda kumaliza yote, ambaye anaenda kukuponya na huo ugonjwa. Yamkini umekusumbua muda mrefu, lakini yuko Yesu wa rehema ambaye tumempokea siku ya leo. Yuko Yesu wa rehema ambaye anahitaji kukuponya na huo ugonjwa. Majeshi ya Bwana, naomba tufanye haraka, tuchukue majina haraka ili tuweze kuwaombea watu wa Mungu wapate uponyaji.
amani kwenye maisha yako. Unaweza ukapiga hatua tena mbele, unaweza ukasogea mbele ili tuweze kuomba pamoja, ili tuweze kuomba pamoja. Aramasika yanda masaya, usiogope kwa sababu wasaa Bwana Mungu anaenda kukutenga kabisa. Raboshika randele sikataya, aramasika randele seketaya mane, rabokataya sikataya. Tunawatenga
wetu